Leo tumekutana kwenye mkutano mawaziri wa madini wa bara Afrika kwa lengo la kujadiliana na kupeana mikakati mbalimbali ya kinchi na hasa katika ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ili kuendeleza sekta ya madini. Eneo mojawapo ambalo limechukua sehemu kubwa ya mjadala wetu ni katika eneo la madini ya kimkakati na namna ambavyo nchi zetu zimejipanga kuongeza thamani madini haya katika nchi zetu. Hivyo kama inavyofahamika ya kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo imejaliwa kuwa na madini mengi ya kimkakati. Kama serikali sasa na mkakati kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani madini haya ndani ya nchi kupitia sheria na kanuni ambazo tumezitunga. Lengo kubwa ni kuona nchi yetu inanufaika. Hivyo siku ya leo nilipata nafasi ya kutoa uzoefu wa nchini Tanzania namna ambavyo sekta ya madini na sekta ya nishati zinashirikiana kuhakikisha kwamba sekta hii inakuwa na kuweza kufikisha matarajio ya Watanzania wengi hasa katika uongezaji thamani madini yetu. Ni ukweli usiopingika kwamba ili ufanye uongezaji thamani, moja kati ya nguzo kubwa muhimu ni uwepo wa nishati ambayo inaweza kuwasaidia kuharakisha shughuli hizi za uchakataji. Kwa nishati ni nguzo muhimu sana katika kukuza sekta ya madini na hasa eneo la uongezaji thamani ya madini. Tumezungumza na kuonesha kwamba katika serikali yetu ya Tanzania upo ushirikiano mkubwa kati ya Wizara ya Nishati na Wizara ya Madini kuhakikisha ya kwamba kupitia mradi mkubwa tulionao wa Mwalimu Julius Nyerere ambao unaweza kuzalisha megawati 2100, maeneo mengi ya sekta madini pia yanaguswa kwa ajili ya kuchochea ukuaji wa sekta hii. Lakini pia TANESCO wanao mkakati wao wa kuendelea kupanua gridi yake kuhakikisha katika maeneo ambayo kuna wachimbaji wa madini ili kuchochea pia jambo kubwa la uchakataji wa madini. Lakini pia tunao mradi wa chini ya REA ambao tunafanya pamoja kuhakikisha kwamba sehemu ambapo madini haya yanachimbwa basi kuna mkakati wa kupeleka pia nishati ya umeme. Hivyo tumeondoka wote na kauli moja kwamba ni muda mwafaka sasa kwa nchi zetu za Afrika kuweza kunufaika na madini ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Na njia ya kwanza kunufaika ni lazima kuhakikisha tunakuwa na mkakati maalum wa kuongeza thamani madini ndani ya nchi, na hii isifanye kwa nchi moja, ifanye kwa nchi zote, ili basi wadau wote na wawekezaji katika madini waelewe kwamba kwa hivi sasa Afrika mkakati wetu ni mmoja, na katika mkakati huu ni uongezaji thamani ya madini yetu ili madini haya yaweze kunufaisha chumi zetu na kuweza kukuza mapato ya nchi zetu na kuongeza ajira kupitia uongezaji thamani ndani ya nchi.